Unalima, unafuga, unatafuta faida halisi. Karibu Coco Shambani, kipindi kinachokuletea kilimo cha kisasa, mazao ya faida, ufugaji wa kisasa na biashara mbadala, kutoka kwa wataalamu wa kilimo na wakulima waliofanikiwa. Kujifunza mbinu zinazoongeza mavuno na kipato, kuanzia rutuba ya udongo hadi soko. Usikose Coco Shambani, kila Jumapili saa 10 jioni hadi saa 12 jioni. Coco Shambani, kilimo kinacholipa, maarifa yanayokuwa. Ni hapa Coco FM pekee. Samaki ni miongoni mwa kitoweo kinachopendwa na wengi sana duniani. Hiki ni kitoweo ambacho kimewekwa katika fungu la white meat. Wengi wamefahamu kwa muda mrefu kwamba samaki wanapatikana baharini, ziwani, mitoni, lakini kwa sasa mabadiliko yamekuja. Wakulima wamekuja kujaza nafasi hii ya kitoweo. Wanafuga samaki majumbani. Tunazungumzia kwamba ni kilimo cha samaki, na hii leo Coco Shambani imefanikiwa kufika katika eneo la Jaribuni, ambapo tunakutana na mkulima hodari Christopher Charo. Bila shaka atajitambulisha na kutusomesha mengi kuhusiana na mradi huu wa kufuga samaki. Habari ya leo bwana Christopher Charo? Nzuri sana, habari yako? Nashukuru. Nafurahi kukutana na wewe, kutualika katika shamba lako. Ndio. Labda kwa kifupi tu tueleze huu mradi mwanzo mnauhitaje? Huu mradi unaitwa Kensaft. Kensaft. Yeah. Huu mradi tunashukuru apply na shirika ambalo linajiita Kensaft na tukafaulu. So huu mradi wakati tuna apply tulijiandikisha kama group. Group inaitwaje? Group yetu inaitwa Ukulima Bora. Ukulima Bora Self Help Group. Na wakati tulipojiandikisha tukapata hamasa ya kuwa kuna hili shirika. Na kwa sababu tulikuwa na cheti cha group, tukaona ni heri tufanye proposal. Tuombe kama tutapata huu mradi. Mlipoanza, yes, bila shaka ni mradi wa kufuga samaki. Tuanzie hapa kutengeneza hizi pond. Mwanzo tueleze mko na pond ngapi, halafu iliwagharimu pesa ngapi labda katika ile hali ya kutayarisha? Okay. Tuko na pondi 3 hapa. Na zote tunafuga samaki aina ya tilapia. Na hizi pondi 3 zilitugharimu na tuligharimika, gharama yote hapa ni 1,000,000 na 1,100,500 na kama shilingi kama 45 kitu namna hiyo. Wakati tulipoanzisha huu mradi tulipata ufadhili kutoka shirika la Kensaft, na hilo shirika lilitufadhili na pesa. Kwa akaunti yetu tuliwekewa 1,000,000, 2,000,000. 2,000,000 ile tukatafuta mwanakandarasi ambaye yuko na uzoefu wa kuchimba haya mashimo ama kutengeneza haya mabawa ya samaki. Tukapata mwanakandarasi, tukampatia kazi mwanakandarasi, akatuchimbia mashimo mpaka ikafikia kiwango hiki. Na wakati amekamilisha mwanakandarasi kuchimba mashimo kila kitu, tulienda naye moja kwa moja mpaka mahali ambapo kuna kuzwa wale fingerlings ambao ni sehemu za Takaungu kule. Mkatoa fingerlings kule? Tukatoa fingerlings kwa hiyo hatchery. Tukaja tukaweka, na kila bawa hapa liko na, tuliweka fingerlings 1,000. 1,000 kila bawa. Kila bawa liko na fingerlings 1,000. So tunafurahi sana vile tunaona samaki wetu wanaendelea vizuri.
tunafurahi sana. Nimeona katika kila bwawa kuna samaki ambao wanarukaruka. Bila shaka hawa wana muda kama wana muda gani? Wako na muda wa mwezi mmoja na nusu. Mnatarajia kuwavuna lini? Tunatarajia kuwavuna mwezi wa 6. Ina maana samaki anachukua muda gani, labda tangu ile siku ambayo mtamweka kwa maji mpaka ule wakati wa kuvuna? Samaki inategemea, kwa sababu ukimweka kwa maji, kama utamlisha vizuri sana na kama atakuwa yuko huru mahali umemweka, maji ni mengi vizuri, samaki anakuwa kwa haraka sana, kwa sababu samaki hapendi mahali ambapo hapati kutembea, hatembei vizuri. Samaki anahitaji kwenye maji, akae kwenye maji ambayo yako kiasi, si mengi na si machache, kwa sababu samaki akiwa kwa maji mengi sana pia hiyo inamwathiri, inamdhuru, na akiwa kwa maji machache pia inamdhuru. Kwa hivyo ni maji kiasi, na hizi fish pond zilichimbwa hali standard sana, kwa sababu unaziona ziko shallow na deep. Wakati wa jua kule deep wanaenda wanazama. Wakati wa jua wanazama, na wakati kama hakuna jua wanatafuta joto kidogo, wale samaki ndio huwa wanatoka wanakuja kwa shallow. Hiyo ndio siri yao. Ndio unaziona hizi fish pond ziko shallow na deep. So samaki wanakuwa haraka, na baada ya miezi 6 samaki huwa yuko tayari. Kama unamlisha vizuri, samaki huwa yuko tayari na unaweza atoa na ukamtumia. Zipo aina kadhaa za haya mabwawa ya kufuga samaki. Kuna wale ambao wanatengeneza yale ya concrete, kuna hii aina, na kuna mengine huwa bila shaka yako kwenye maziwa, zile cage. Mbona mlichagua aina hii ya kutengeneza bwawa hili la samaki na sio lile la kutengeneza labda kwa simiti? Kwa simiti. Tulichagua hili la makaratasi kwa sababu hili bawa la makaratasi liko na faida ama liko na advantage. Lile la concrete wakati mwingi sana linaweza likapata leakage. Leakage ni kwamba wakati labda limepasuka maji yanaweza yakatoka. Alafu pili, huwa hawawezi kuwa na uhuru wa kuzunguka vizuri, kwa sababu samaki huwa anataka mahali ambapo kuna vitu ambavyo umeweka. Ukiweka mbolea, lazima ile mbolea itakaa juu, alafu nyingine itakaa chini. So ukiwa na bawa la concrete, ile mbolea haitakaa chini, na isitoshe haitakuwa vizuri. Lakini hii ya karatasi ni nzuri kwa sababu unaweza tumia, na kama pengine labda imetoboka, unaweza ukatoa ukabadilisha, ukanunua nyingine ukabadilisha, ukavalisha. Lakini ya concrete iko na gharama, kwa sababu ikija ikicrack, hiyo iko na gharama kubwa sana. Mpaka uvunje tena, utengeneze tena. So tukachagua hii kwa sababu hii naona iko na afadhali. Mmeweka net juu ya kila bwawa la samaki. Yes. Hizi neti faida yake ni nini kwa niaba ya msikilizaji na mtazamaji? Okay, tuliweka neti kwa sababu ya kuzuia ndege, kwa sababu kuna ndege wengine huwa wanaruka na juu na wanadona wa samaki. Wanawaona samaki wakiwa juu. So hii ni kuzuia predators. Ni kuzuia predators. Kabisa. Chakula cha samaki mnakitoa wapi na kwa gharama gani? Chakula cha samaki tunakitoa kwa maduka, na kuna starter na pre-grower. Kwa hivyo starter ile 25 kg inagharimu kama 3,000. 3,500 kwa gunia, kwa 25 kg. 3,500, na pre-grower pia inagharimu kama 5,000. Kijigunia kimoja. Inagharimu hiyo. Kwa siku samaki anakula mara ngapi? Kwa siku samaki anakula mara 2. Hawa wetu tumewazoesha mara 2, lakini samaki anakula wakati wowote. Wakati wowote akiona chakula yeye anakula.
Lakini hawa wetu tumewazoesha mara mbili, tunawapea chakula mara mbili, asubuhi na jioni. Yeah. Na chakula lazima kiwe ni kile cha dukani ama kuna njia nyingine ambayo huwa mkulima ambaye ni mfugaji wa samaki anaweza akabuni kwamba ni chakula asili ambacho mnaweza mkampatia samaki vile vile na kututegemea kile chakula cha dukani? Samaki anakula chakula chochote na si lazima cha dukani. Hata unaweza buni chakula cha samaki na ukamtengenezea samaki ukamwekea na akakula vizuri. Hakuna madhara? Hakuna madhara yoyote. Hawa samaki wako washawahi kugonjeka? Bado hawajagonjeka kabisa, bado kabisa. Bado mimi naona wako na afya nzuri na ni wazuri kabisa, wanaendelea vizuri kabisa. Haya maji yako umeyatoa wapi? Maanake sioni kisima, sioni mfereji. Uliyatoa wapi mpaka ukajaza mabwawa yote haya na kiasi hiki cha maji? Maji yangu ninayatoa kwa mto, ninatapu maji kutoka kwa mto. Tuko na mto hapa chini? Tuko na mto hapo chini. Na tunatumia solar power. Tuko na solar power ambao ni generator lakini inatumia power. Haitumii mafuta. Hiyo generator ndio tunapampu maji, tunajaza mabawa kabisa. Haya maji katika bwawa yanafaa kuwa kwa muda gani, ikizingatia usafi wa bwawa na vile vile kuweka mazingira safi kwa samaki? Yanafaa kuwa kwa muda gani ndio uweze kuyatoa? Maji inategemea kukaa kwa bawa. Wakati wewe ukiangalia maji yamechafuka ama hayajachafuka. Manake tunabadilisha maji wakati maji yamechafuka. Hatuwezi kubadilisha maji yakiwa bado yako sawa. Na kubadilisha maji utajua kama yamechafuka. Utajuaje? Kuna kipimo ambacho huwa tulifundishwa. Unatumia rula ile ya 30 cm. Unachota maji kidogo kwa ndoo, alafu unaweka mkono chini, alafu unapima na ile rula. Ukiweka mkono kwa chini na ikifika 30 cm, ukiona vile vidole vyako umeweka hapo chini na huvioni, ukiangalia huvioni, unajua hayo maji yamechafuka, ni ubadilishe. Lakini ukiweka immediately, ukiweka vidole vyako kwa chini, alafu upime ifikie labda 20 cm na huo unaviona, ama 15 cm huo unaona vidole vyako, maji bado yako sawa na huwezi kubadilisha. Kwa mfano tuseme haya maji yamechafuka, huwa yana madhara gani kwa hawa samaki na utajuaje kwamba yanawa affect? Maji kama yamechafuka, samaki wanakuwa affected kwa sababu hawatapata hewa nzuri. Na maji pia kuchafuka inategemea, wakati mwingine chakula unachowapea hakikisha wanakitumia, wanakula. Lakini ukiweka chakula tu na ukiona hawatumii na unaweka chakula tu, ile chakula wakati jua likipiga kwa pond, ile chakula inakuwa gesi pale ndani na inakuwa ni sumu. Ndio hapo unaweza ona samaki wanakufa. Wakati mwingine katika ponda ambazo wanatembelea, naona kuna samaki wanakuja pale juu ukambaye wanakunywa maji, sijui behavior kama zile ni kitu gani kinawafanya wanafanya vile. Ukiona samaki amekuja juu anakunywa maji, mara nyingine iko mara mbili. Mara nyingine huwa anatafuta hewa ya kupumua vizuri, manake hapati hewa vizuri, yale maji ni machafu. Na anatoka juu anapumua, huwa anatafuta hewa. Hakuna hewa nzuri, hakuna nafasi nzuri ya kupumua. Na mara nyingine ukipeana chakula pia, samaki anakula chakula akitumia chakula kikiwa juu. Hasa hawa tilapia, mara nyingi sana anakula chakula kikiwa juu. Ndio huo unamuona samaki ametoka na anachukua chakula. Lakini ukimwaga chakula ikienda chini, si rahisi kukula chakula hicho. Si rahisi. Msikilizaji na mtazamaji wa Coco Shambani, bila shaka tuko katika wadi ya Jaribuni, kaunti ya Kilifi, na hapa tuko katika shamba la Christopher Charo. Bila shaka anatufunza mengi, lakini nirudi kwako Bwana Christopher. Yes. Kuna yule mkulima ambaye sasa hivi anatazama na anatusikiza.
angependa kuanza huu mradi wa samaki, labda wewe ungemshauri vipi? Aanzie wapi? Awe na kipato cha pesa ngapi? Kama si hata kama anataka kuanza tu na pond moja. Okay. Mbali na ufadhili, kupata ufadhili mbali na ufadhili. Okay. Mimi ningewashauri wenzangu kama anataka kuanza mradi kama huu, kama anataka kuanza pondi moja, ningewashauri kwanza kabisa lazima awe na hiyo karatasi. Karatasi gani? Hii liner. Inaitwa liner. Hii ya black. Ya black inaitwa liner. Awe na hiyo liner. Pili, awe na hizi nets. Kwa sababu bila hizi nets wale samaki hata wafaidi, kwa sababu wataisha na ndege, watadonwa. Na pia anaweza jipanga tu, kwa sababu hii liner hata 50k unapata liner. Inategemea na mita ya ile pondi ambayo utapima. So pondi moja labda anaweza jipanga tu na pengine tuseme 300,000 anaweza kamilisha. 300,000. Na mradi wake ukawa umekamilika. 300,000. Vifaranga na watoa wapi? Fingerlings. Fingerlings huwa tunatoa kwa hatchery. Ya hizo hatchery zetu ziko unazipata Takaungu, kuna hatchery na Mtwapa kuna hatchery. Hapo unapata fingerlings. Hawa wako, aina yoyote ile. Hawa samaki wako wakati utakapowatoa wamefikisha miezi 6, si bila shaka atakuwa wamezaana. Yes. Kumaanisha kwamba kuna mkulima akitaka kuanzisha kilimo kama hiki anaweza akakutembelea na ukamprovide na wale watoto wa samaki. Yeah. Mnawauza kwa pesa ngapi labda? Inategemea anataka kiasi gani. Inategemea anataka kiasi gani. Lakini kuuza tunaweza msaidia tukamuuzia. Hapo umejipanga vipi na soko, ama soko lako wewe mwenyewe sasa hivi unajua ikifika miezi 6 nitawauza wapi hawa samaki wangu? Kwa sasa sijajipanga na soko, lakini matumaini yangu ni kwamba lazima nipate soko kivyo vyote. Nipate soko na niuze samaki. Kwa hivyo nikiamua kutafuta soko nitapata soko kivyo vyote. Serikali kuu iko na mpango wa kusaidia wakulima kupitia mpango wa Blue Economy. Katika serikali ya kaunti tumeona pia kuna mpango wa KEMSFED, wakulima, wavuvi wanasaidiwa. Wewe umepata msaada wote labda kutoka serikali kuu, kutoka serikali ya kaunti? Nimepata msaada kutoka serikali ya kaunti na ndio sababu nimefikia hapa nimefika. Kwa hivyo nashukuru katika serikali ya kaunti ilitufandi na milioni 2 na ndio tumefikia hapa kabisa. Wapo maafisa wa kilimo ambao labda wanakutembelea kuangalia mradi wako tangu ulipoanza mpaka sasa hivi pale ulipo umefika, ama kule kwingine ulipata ufadhili unaendelea tu na akili yako wewe mwenyewe? Wakati nilipopata ufadhili kuna maofisa ambao wanatupa mwongozo mwanzo wa kuchimba hizo pondi, na wanatutembelea na wanatufundisha. Mpaka sasa bado wanatutembelea. Tuko na maofisa wa kaunti ambao huwa wanakuja wanatufundisha ama kutupa mwelekeo wa mradi. Bila shaka umekuwa na elimu ya kutosha. Wako wale wakulima katika eneo hili ambao pia nao wanataka kuanza labda huu mradi, wamekuwa wakikufikia kukuomba msaada, labda kuwafundisha kwamba nataka huu mradi nianzie wapi? Wapo? Kuna mmoja alinifuata, jirani alinifuata akasema unaweza ukanipea njia ni jinsi gani mlivyoanza, na nilimwelekeza tu kwamba sisi tulipata mafunzo kupitia maofisa wa county na akaenda akasaidika, akamfuata ofisa wa county akaenda akaeleza akasaidika, akachimbiwa na yake moja naye akachimbua moja yake. Sasa tukirudi katika hichi kilimo chako, hawa samaki labda maji yanapokuwa machafu, bila shaka huwa ni wale samaki wamechafua kile chakula na kinyesi chao. Unapoyatoa haya maji unayoelekeza wapi? Wakati maji yamechafuka, haya maji pia yako na advantage, yako na faida. Haya maji ukiyamwaga kwa shamba yako na mbolea. Maji yako na mbolea, so huwa tunatoa channel kuelekea kwa shamba, mahali ambapo unaweza tengeneza tu ukapanda vitu zako. Na kwa ufupi yako na mbolea, maji kama haya yako na mbolea vizuri sana.
Na pia in short tunasema kwamba unafanya kilimo cha samaki lakini vile vile unafanya kilimo nyunyizi shambani. Kabisa kabisa, nafanya kilimo cha unyunyizi shambani, napanda mabenda, napanda migomba, panda kila kitu, mahindi. Kwa hivyo ni faida juu ya faida. Mimi ni mkulima wa kila kitu. Kabisa. Bila shaka msikilizaji na mtazamaji wa Coco Shambani, unasikia kutoka kwa Christopher Charo. Hafanyi tu kilimo cha samaki, vile vile anafanya kilimo nyunyizi, yani yale maji ambayo anayatoa katika hizi bwawa za samaki anayapeleka moja kwa moja katika shamba lake, na akiyatoa hapa huwa yako na rutuba, yako na mbolea. Ndio mambo ambayo yanafanyika huku mashambani. Sasa hivi kuna mpango gani, labda baada ya kutoa hawa samaki unapanga tena kuanzisha mradi mwingine tofauti na huu? Baada ya mradi huu na tuko na mpango, tunataka tubadilishe fingerlings. Hatutaweka tena tilapia. Tutaweka, kuna country fish ambao ni wanaita mitonzi. Mitonzi. Yeah. Nawajua watamu sana. Tunataka tujaribu hiyo. Sasa utakapoweka wale catfish, catfish unakuja unaweka pamoja na tilapia ama utaweka katika bwawa lao tofauti? Tutaweka bwawa lao tofauti, hatutaweka pamoja na tilapia. Ukiweka pamoja na tilapia na tilapia wataliwa. Nani atakula mwenzake kati ya tilapia na catfish? Catfish ndio atakula tilapia. Kwa hivyo tilapia ni awe kivyake na catfish awe kivyake. Gharama ni zipi pale wakati unafuga tilapia huku na unafuga catfish? Yupi mwenye ana gharama zaidi? Sioni kuwa kuna gharama, kwa sababu samaki ni samaki. Na samaki anakula chakula yoyote ile. Hata catfish pia wanakula the same kama tilapia tu. Kwa hivyo hakuna gharama yoyote. Gharama ni hiyo moja. Hitaji la soko, labda tukimalizia, hitaji la soko katika eneo hili la Kilifi, mnaona mnalikidhi vile inavyohitajika wakati mlipoanza hichi kilimo cha samaki? Labda ni kwa mwenzako na wewe utakapokuwa unavuna, mnaona mtakuwa mnahitaji mnakimu yale mahitaji ya soko la samaki? Masoko ya samaki ni mengi huko. Tutayakimu hivyo vyote. Tutayakimu. Kwa sababu samaki ambao wanazalishwa sahihi ambao wanaendelea kukua katika mabawa ni wengi sana. Lakini najua kabisa kila soko litapata samaki kivyo vyote. Kila soko litapata samaki. Okay. Kabisa. Neno lako la mwisho kwa yule msikilizaji, mtazamaji, ungependa kumwambia nini ambaye labda anakusikiza saa hii na angependa kukufikia vipi? Akufikie vipi? Mimi napenda kuambia wale watazamaji na wengine wasivunjike moyo. Wakati wanapoanza jambo wasivunjike moyo. Pia mimi wakati nilipoanza sikuvunjika moyo. Manake tulipoomba ombi kwa watu wa KenSafety ama shirika la KenSafety, tulikosa mara ya kwanza, mara ya pili tukapata. So na waombea ama nasema kuwa wale ambao wananitazama, kila jambo wanalolianzisha wasivunjike moyo. Na twashukuru kwa sababu ukulima bora ilifaidika na tutaendelea kufaidika. Kwa hivyo nataka kusema wasivunjike moyo. Wao wavumilivu na kila jambo ambao wamelifikiria waende na malengo hayo kabisa. Mtu akitaka kukufikia labda wakati unapotoa hawa samaki, anakufikia vipi? Huko kwa mitandao ya kijamii? Maanake sasa hivi ulimwengu uko katika mitandao ya kijamii. Ndio. Karibuni tutaweka signboard pale. Maeneo ya Jaribuni. Eneo la Jaribuni tutaweka signboard yetu pale ya ukulima bora. Kwa hivyo tukiweka hiyo signboard watatupata. Ama hata wakigoogle wakipata ukulima bora, wakitupigia simu watatupata. Hata ukifika Jaribuni kama hujui, ukiuliza mtoto mdogo ukulima bora iko upande gani ama Christopher Msuko yuko wapi, watatupata tu. Bwana Christopher Msuko Charo, tumefurahi sana kutualika katika shamba lako. Yes. Tumejifunza mengi na pia msikilizaji na mtazamaji pia vile vile amejifunza mengi. Endelea na moyo huo, bila shaka utafika mbali.
Asante sana. Tumeshukuru sana. Asante sana. Msikilizaji na mtazamaji, kama ulivyosikia kutoka kwa Christopher Charo, yapo mengi, zipo faida nyingi ambazo zinapatikana kutokana na kilimo cha kisasa cha kufuga samaki, na hitaji la samaki sokoni ni jambo ambalo hivi sasa litakuwa limezikwa katika kaburi la sahau, kwa sababu samaki wengi watakuwa wanafugwa na wanazalishwa na wanafika pale sokoni kwa ajili yako wewe msikilizaji na mtazamaji. Christopher Charo ndio amekuwa mkulima wetu hodari kwa siku ya leo. Bila shaka tukutane wiki ijayo katika kitengo chengine cha mkulima hodari. Nimekuwa mtayarishaji wako Joseph Jira. Kwaheri kwa sasa. Coco FM, ladha ya Pwani.